بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله: اعتقاد أن الحج لا يتم إلا بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. kosa la 10 la baadhi ya Waislamu katika haji ni kuitakidi kwamba haji haitimii isipokuwa kwa kuzuru kabri ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala hadha mimma intashara 'inda al-'amma fi ba'd al-buldan. Jambo hili ni katika makosa yaliyoenea wa watu wa kawaida katika baadhi ya nchi, wa huwa khata'un mahdhun, na hilo ni kosa lililowazi. لأن أركان الحج وواجباته وسننه ليس فيها زيارة القبر بإجماع الصحابة والتابعين وأئمة الدين المعروفين في القرون المفضلة. وسباب nguzo za haji na wajibu zake na sunna zake, hakuna katika hayo kuzuru kabri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa itifaki ya masahaba na tabi'in na maimamu wa dini wenye kujulikana katika karne zile zenye kufadhilishwa za as-salafu salih. Wa kadha al-a'immatul arba'a, vile vile maimamu wanne, hakuna jambo hili la kuzuru kabri kwamba ni katika sunna za haji au ni katika wajibati zake au nguzo zake. قال: والأحاديث الواردة في زيارة القبر النبوي بعد الحج لا يصح منها شيء. حديث zilizokuja zinazoelezea ziara kuzuru kabri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam baada al-hajj, hakuna hadithi yoyote katika hizo ambazo ni sahihi, kama sayati bayanuhu fil mas'alati taliya, kama utakavyokuja uwazi wake katika masala yafuatayo. Masala yafuatayo yataelezea hilo. Kwa hiyo kuzuru kabri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam baada al-hajj mubashara, hii haina asli yoyote, haina dalili yoyote sahihi, si katika sunna wala si katika wajibat wala arkan za haji. Qala: wa idha raghiba al-hajj an yusalli fi masjidi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fahadha amalun mustahab. Akipenda mtu kusali katika msikiti wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, hii ni ibada ya sunna. Wa fihi fadilatu mudhaafati salati bi alfi salah, na kuna fadhila za kuzidishwa thawabu za sala hiyo kwa sala 1000, kama thabata anir rasuli sallallahu alaihi wasallam, kamailivyothubutu hilo kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sala moja ya Masjidi Nabawi pale Madina ni sawa na sala 1000 za misikiti mingine, isipokuwa Masjidil Haram ni sala 100,000, na Masjidil Aqsa Palestina ni 500. Kwa hiyo kwa sala, naam, kwenda kuzuru msikiti wa Mtume kwa ajili ya kupata thawabu hizo ni sawa, hii ni sunna. فإذا قصد الصلاة في المسجد النبوي فهذا مما يستحب لفضيلته. akikusudia kusali katika msikiti wa Mtume, hili ni jambo ambalo ni sunna kwa fadhila zake hizo kubwa. Thumma idha dakhala almasjida wa salla ma kutiba lahu fa inna lahu an yusallima ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Akiingia msikitini na akaswali sala alizokadiriwa kuswali, hapo sasa yajuzu kwake kwenda kumsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufanya ziara ya kabri hiyo. Kwa hiyo nia ya kukusudia kuswali, hii ni jambo zuri, ni sunna. Nia kwamba mtu anatoka Makka baada ya haji anakusudia kwenda kuswali katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo ni sunna. Asikusudie ziara baada ya kusali, sasa ndo aende akazuru pale kabri ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini sio kukusudia ziara ya kabri. Qala: wal qarib wal ba'id minhu sallallahu alayhi wasallam
sawaun min haythu as-salam wa radduhu, aliyekaribu na aliyembali na mtume sallam ni sawa kwa ile kumpa salamu, wa radduhu na kumjibu. Falyusallim wala yaqul hujra, ampe salamu mtume, asiseme maneno yasiyofaa pale katika ziara yake. Falyusallim, ampe salamu mtume sallam, wala yaqul hujra, wala asiseme maneno yasiyofaa pale katika ziara hiyo. Wala yutilu alwuqufa, wala sirefushe kusimama pale, bali yaktasiru ala salami wa yamdhi, bali afupishe kumpa salamu mtume sallam na masahaba wake wawili, halafu ende zake. Hadha ma yuhibbuhu almustafa sallallahu alaihi wasallam, hili ndilo alilopenda mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo linalotakiwa na ni sunna ni kukusudia kwenda kusali katika msikiti wa mtume sallam kwa sababu ya kupata fadhila hizo za thawabu 1000 kuliko misikiti mingine. Isiwe ni maksudio ya safari ile ni ziyaratul qabri, kuzuru qabri. Ukishakusudia kusali katika msikiti ule, hapo hapo baada ya kusali unakwenda kufanya ziara pale katika kabri ya mtume sallam na masahaba wake wawili, Abu Bakar na Umar. Lakini isiwe mtu safari yake anakusudia ziara, hakusudii kusali pale katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kosa la 11, i'tiqadu sihhati ahaditha mawdhu'a, uitakidi usahihi wa hadithi hizo mawdhu'a, hadithi ambazo amezuliwa mtume sallam hakuzisema. Minha, katika hadithi hizo, man hajja wa lam yazurni faqad jafani, mwenye kuhiji na asinizuru basi huyu amenichukia mimi na ameniwacha. Man hajja wa lam yazurni faqad jafani, hii ni maudhu, mtume hajasema hivyo wala yoyote katika masahaba. Pili, man zara qabri wa qabra abi Ibrahima fi amin faqad wajabat lahu ash-shafa'a, anayezuru kabri yangu na kabri ya baba yangu Ibrahim mwaka huo huo, faqad wajabat lahu ash-shafa'a, huyo imemwajibikia shafa'a. Hiyo pia ni hadithi maudhu. Hadithi nyingine maudhu, idha laqat bikum as-suduru ay al-umuru fa alaykum bi ashabil qubur, yakiwa viki kwenu mambo yamewatatiza, mmekwama katika mambo yenu, fa alaykum bi ashabil qubur, jilazimisheni kwenda kwa wenye makaburi mfanye ziara. Hiyo pia ni hadithi maudhu. Law i'taqada ahadukum fi hijrin la nafa'ahu, law mmoja wenu akiitakidi katika hijr Ismail ingemnufaisha, akiitakidi kwamba pale pana manufaa, hiyo pia ni hadithi maudhu. Qala wa hadhi ahadithu makdhuba, hizi hadithi ni za urongo. Nassa ahlul ilmi bil hadithi ala annaha mawdhu'a, wametaja ahlul ilmi bihadhi al ahadith kwamba hadithi hizi zote ni maudhu'a au la asla laha, hazina asli yoyote. Hizi ni hadithi zimewekwa tu na watu tu wameweka wakafanya kwamba ni hadithi, ndio zinaitwa hadithi maudhu'. Kosa jingine, almashyu ila alkhalfi ba'da tawafi alwada', almashyu ila alkhalfi, kurudi nyuma au kurudi kinyume baada ya tawafu alwada', tawafu ile ya kuaga pale Makka. Baada ya mtu kumaliza ibada yake ya haji, baada ya kumaliza muda wake wa kukaa pale Makka, sasa kuna wajibu wa kutufu tawafu ya kuaga. Unatufu pale al-Kaaba mara 7, kuaga al-Kaaba na kuaga Masjidil Haram na kuiaga Makka. Sasa kuna baadhi ya watu wanafanya kosa hilo la kurudi kinyume huku anaangalia al-Kaaba mpaka wanatoka. Hili ni katika makosa ya baadhi ya Waislamu. Qala wa huwa min jumlatil bid'il muhdatha, hii ni katika jumla ya uzushi uliozushwa. إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته حين ودعوا لم ينقل أنهم فعلوا ذلك،
kwani mtume wa Allah sallam na masahaba wake walipotufu tawaful wada haikunukuliwa kwamba wao walifanya hivyo. Fayakunu ihdathuhu wa i'tiqadu sawabihi min albid'a, itakuwa kulizusha jambo hilo na kuitakidi kwamba ni sawa ni katika uzushi. Wengine hawarudi nyuma, lakini inakuwa waniangalia hivi, kila wakienda kidogo angalia al-Kaaba akaotoka, kila akienda hatua mbili. La, hiyo pia haitakiwi. Kwa hiyo hilo ni jambo la uzushi. 13 at-tawafu ala qabri an-nabii sallallahu alaihi wasallam. Katika makosa ya baadhi ya Waislamu kufanya tawafu katika kabri ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa hadha shirkun wal iyadhu billah. Huu ni ushirikina, tunamwomba Allah atuhifadhi na ushirikina. Hivi tawafu ibada, sababu tawafu ni ibada ambayo haifanyiwi katika kitu kingine isipokuwa pale al-Kaaba. Tawafu hii, ibada hii ya tawafu kuzunguka pale mara 7 ni ibada khasa kwa al-Kaaba Baitullah. Hakuna kitu chochote kinachofanywa tawafu, hakuna kabri yoyote wala nyumba yoyote wala msikiti wowote. Tawafu ni ibada khasa kwa al-Kaaba. Wa huwa ja'alu liqabri an-nabii sallallahu alaihi wasallam wathana. Kufanya tawafu katika kabri hiyo ni kujalia kabri ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ni sanamu. Waqad qala an-nabii sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu. Mola wangu usijalie kabri yangu ni sanamu linaloabudiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba dua hiyo. Waqad hama Allah subhanahu qabrahu wa ajaba duaahu. Allah ameilinda kabri yake na kujibu dua yake hiyo, kuikubali. Fala yukhlasu ila qabrihi wala yusalu ilayhi, hapafikiwi kwenye kabri yake sababu imezungushwa kuta. Huwezi ukafika kwenye kabri yake ukafanya ushirikina wote. Fala yukhlasu ila qabrihi wala yusalu ilayhi, hapafikiwi kwenye kabri yake. Faja'ala an-nasu hujratahu wa baytahu kabaiti llahi yutafu biha. Wamejalia watu chumba chake kile na nyumba yake mtume ni kama nyumba ya Allah al-Kaaba, huzungukwa. Wa hadha min ash-shirki, hii ni katika ushirikina. Fala yuta'abbadu bit-tawafi bi baitin illa baita Allahi alladhi shara'a at-tawafa bihi. Hapaabudiwi kwa ibada ya tawafu nyumba yoyote. Fala yuta'abbadu bit-tawafi bi baitin, hayabudi ibada ya tawafu katika nyumba yoyote illa bi baiti Allahi alladhi shara'a at-tawafa bihi, isipokuwa katika nyumba ile ya Allah al-Kaaba ambayo ameweka kuitufu nyumba ile. Kwa hiyo ibada ya tawafu ni khasa kwa al-Kaaba, si kwa kitu kingine chochote. Kosa la 14 at-tasahul bil mabiti bi Muzdalifa wa Mina. Kufanya tasahul na kufanya uzembe kulala Muzdalifa na Mina. Yani baadhi ya Waislamu mahujaji hawalali pale Muzdalifa baada ya kutoka Arafa, wala hawalali Mina. Asema fal mabitu bi Muzdalifa lailatan nahr, kulala Muzdalifa usiku ule wa kuamkia siku ile ya Idi. Wal mabitu layali ya Mina, na kulala katika nyusiku za Mina. Biha min wajibati alhaji, ni katika mambo ya wajib ya haji. Kulala Muzdalifa, kulala Mina ni katika wajibati za haji. Qala ta'ala, fa idha afadtum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram. Mkishatoka kule Arafa mtajeni Allah katika masjidil haram, katika mash'aril haram. Wa hadha dalilun 'ala al-wujub, hii ni dalili ya wajib wa kulala Muzdalifa. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر هذا الأمر بما فعله امتثالا لأمر الله. Mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم amefasiri jambo hili kwa vitendo vyake kwa kufuata amri ya Allah hiyo, fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram. Famakatha fi Muzdalifa, mtume alikaa pale Muzdalifa baada ya kutoka Arafa hatta salla biha al-fajra wa asfara jiddan,
mpaka akasali salatul fajri pale Muzdalifa na mwangaza ukatoka sana, ndipo akatoka kuelekea Mina. Lakini yurakhasu liman lahu udhrun, lakini huruhusiwa kwa mtu mwenye udhuru, min Allah, katika watu wanyonge, wa man fi hukmihim, na walio katika hukumu za watu hao, fi daf'i min Muzdalifa ba'da nisfi al-layl, kuondoka pale Muzdalifa baada ya nusu ya usiku. Wanaruhusiwa watu wanyonge, wazee, wanawake, wanaruhusiwa kuondoka Muzdalifa baada ya nusu ya usiku. Kama qalat Aisha radhiyallahu anha, kanat Saudatu imra'atan thabitah fasta'dhanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tufila min jam'in bilailin fa'adhina laha. Alikuwa Sauda ni mwanamke mtu mzima dhaifu. Fasta'dhanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akamuomba ruhusa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam aondoke pale Muzdalifa usiku. Fa'adhina laha, mtume sallallahu alaihi wasallam akamruhusu, kuonesha kwamba kwa wale wanyonge na wanawake wanaruhusiwa kuondoka Muzdalifa kuelekea Mina usiku. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. mimi ni katika ambao mtume sallam aliwatanguliza usiku ule wa Muzdalifa pamoja na wanyonge katika ahli zake, nikawapeleka Mina. Rawahu aljamaa wa nahwuhu hadith ibn Umar inda Ahmad. وفي حديث أسماء المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. متى سلم aliruhusu hiyo kusafiri kuondoka pale. وهذا يعم النساء معذورة أو غير معذورة. hii inawaenea wanawake wote sawa na udhuru au si wenye udhuru. ويحصل الامتثال والاتيان بواجب المبيت بمزدلفة بالمكث فيها أكثر الليل. inapatikana kufuata amri hiyo na kutekeleza wajibu wa kulala Muzdalifa kwa kukaa pale Muzdalifa usiku mwingi. Aktharul layl, usiku mwingi kuwa pale Muzdalifa, itapatikana mtu kutekeleza wajibu. Kuanzia magharibi yuko pale mpaka saa 7 mpaka saa 8 ni usiku mwingi yuko pale. Qala wa huwa ma zada ala nisfihi walau qalila. Usiku mwingi ni ule uliozidi nusu ya usiku japo kidogo, ndio usiku mwingi. Kwa hiyo yajuzu mtu kukaa usiku mwingi pale alafu akaondoka hata kabla ya kutoka jua, sababu usiku mwingi alikuwa pale Muzdalifa. Hadha ma alayhi aktharu ahli alilmi, hili ndio lilonayo wengi katika ahli alilmi wanasema hivyo. Wakadhalika almabitu bimina layaliha wajib, vile vile kulala Mina, zile nyusiku za kulala Mina ni lazima, ni wajib. Wayurakhasu li ahli al-a'dhari bilmabiti bimakkah au ghairiha. Wameruhusiwa wenye udhuru kulala Makka katika zile siku za kulala Muzdalifa. Wale wenye udhuru wameruhusiwa kulala Makka au ghairiha, au isiyokuwa Makka, ka ahli istiqaya, kama wale watu wanaohudumu mahujaji kwa kuwapa maji, au alhajati allati tanfa'u alhujjaja dharura, au zile haja mahitaji ambayo yanawafaa mahujaji ya dharura, au man fi hukmihim min alma'dhurin, au walio katika hukumu ya hao katika wenye kupewa udhuru, hawa tu ndio inajuzu kulala Makka. Yadullu alayhi hadithu ibn Abbas, hufahamisha hilo, na dalili ya hilo ni hadithi ibn Abbas. Qala ista'dhana al-Abbas Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yabita bimakkah layali Mina. Al-Abbas alimuomba ruhusa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam alale Makka katika zile nyusiku za kulala Mina, min ajli siqayatihi, kwa ajili ya kuwapa maji mahujaji. Faadhina lahu, mtume akamruhusu. Muttafaqun alayhi. Wa mithluhu indahuma min hadith ibn Umar, pia kwa Bukhari na Muslim katika hadithi ya Umar kuthibitisha hilo. Qala wa ghayru alwajibi
الرخصة فيه قائمة دون استئذان jambo ambalo si wajib ruhusa imesimama bila ya idhni bila kuomba idhni fadalla listidhanu ala wujubihi inafahamisha hiyo kuomba idhni kuomba ruhusa kwamba kulala Mina ni wajib hiyo istidhan ya Ibn Abbas au istidhan ya al-Abbas yote hiyo ni dalili kwamba kulala Mina ni wajib wa hadha dhamimatun ila qawlihi ta'ala wadhkuru Allaha fi ayamin ma'dudat hii pia inaingia na inakusanywa na neno la Allah mtajeni Allah katika siku ma'dudat siku chache tu ambazo ni hizo za kulala Mina wa kharaja fi'lu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bibaytutatihi layali Mina fiha makhraj at-tafsir lil-amri fadalla ala al-wujub imetoka hicho kitendo cha Mtume sallam cha kulala nyusiku za Mina fiha makhraj at-tafsir hiyo kitendo hicho kimetoka matokeo ya tafsir kwa amri hiyo ya kufasiri kwamba kulala kwa Mtume sallam inafahamisha amri ya kulala pale fadalla ala alwujub kwa hiyo inafahamisha wajibu wa kulala Mina wakadhalika yadullu lilwujubi ترخيصه صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى رواه أحمد وأصحاب السنن vile vile nafahamisha wajibu wa kulala Mina Mtume sallam kuwaruhusu wachungaji ngamia na kulala pale Mina aliwaruhusu kwa sababu ya kuchunga ngamia pia hii ni dalili ya kuonesha kwamba ni wajibu kulala Mina katika zile siku za تشريق الثلاثة أو سكمبيلي الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن وهاني مكوسا يا باذي وإسلام kutolala Mina na kutolala Muzdalifa ambapo yote hayo ni ya wajib Mtume sallam amewajibisha kutokana na dalili za aya pia vitendo vyake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wallahu aalam